minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ndugu zangu katika iman, tupo katika darasa letu endelevu la kila wiki katika msikiti wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa. Leo jioni au jioni ya tarehe 18 mwezi wa 11 2025. Leo tutazungumzia kuhusu kisa cha Mtume Musa alayhi salam na mazingatio tunayoyapata. Lakini sehemu ya kwanza ni wakumbushe Waislamu wenzangu, lakini na Watanzania kwa ujumla wote. Lakini Waislamu naomba nikukumbusheni, ndugu zangu katika iman na Watanzania kwa jumla, wale watakaonielewa ninayo ya kusudia na aliyo ya kusudia Mungu muumba wa mbingu na ardhi, nataka niwakumbushe jambo moja, nalo ni katika sura ya 16. Sura ya 16 aya ya 111 mpaka 112 au 113. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Maana ya maneno ya Qur'an sura 16 111 112. Allah anasema wadaraba Allahu mathala, Allah anapiga mfano, qaryatan, wa kijiji. Qarya katika lugha ya Kiarabu ni kijiji, lakini watu wa usulul fiqh wanasema dhikrul juz'u wa iradatul kull. Kimetajwa kijiji lakini unakusudiwa mji ama nchi. Kwa hiyo Allah anatoa mfano wa nchi. Sikilize, Allah anasema kanat amina, hiyo nchi ilikuwa na amani. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili, mutmainnatan, ina utulivu. Sifa ya tatu, yatiha rizquha raghadan min kulli makan, kipato cha wananchi wa pale katika ile nchi yenye utulivu na amani kinatoka katika kila sehemu ambapo wananchi wanahangaika kutafuta riziki zao. Lakini wananchi wa pale fakafarat bi an'umillah, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu, amani, utulivu. Qur'ani sio maneno ya UN. UN haipo duniani wakati huo. Sijui hao haki za binadamu hawapo duniani. Kuna nchi mmoja, leo nilikuwa nazungumza na mtu mmoja katika nchi kutoka Marekani ya Kusini. Leo mafedhuli ni sikukuu yao, wanamume wanao fanyiana uchafu wao kwa wao. Anasema bwana, nazungumza na wewe nipo ndani. Nikamwambia ni saa ngapi huko kwenu? Akaambia hivi sasa ndio tunajiandaa kwenda kusali salatul fajiri. Nikamwambia hivi sasa Dar es Salaam ni saa 10 na dakika 40. Tunatofautiana masaa mengi sana. Sasa Allah anasema fakafarat bi an'umillah, wananchi wa pale wakakufuru neema za Mungu ambazo ni nini? Amani. Neema ya pili, utulivu. Sasa baada ya kukufuru zile neema, Mungu aliwafanya nini? Faadhaqaha Allahu libasa aljui wal khawf, Allah akawaonjesha adhabu ya njaa, ugumu wa maisha, wal khawf, na hofu, wasiwasi, taharuki. Kwa sababu gani? Qur'ani yenyewe inasema, kwa mwenye kujua lugha ya Kiarabu, Qur'ani kasema bima kanu yasnaun. Hii bi au alba, hii ni baun
inafanya kazi ya harful jar, lakini hapa inafanya inaitwa ni ba'u sababiyya, bisababi dhunubihim allati iktarafuha, waliadhibiwa kwa ugumu wa maisha na hofu kwa sababu ya madhambi walioyafanya wenyewe. Allah akasema walaqad ja'ahum rasulun minhum, waliendewa, waliambiwa, walinasihiwa na mitume miongoni mwao, wajumbe miongoni mwao, mashekhe, maimamu mbalimbali miongoni mwao, akiwemo mheshimiwa mufti, Allah muhifadhi, ampe afya njema, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ibn Bwana, katembea nchi nzima, amani amani amani. Fakadhabuhu, wakamwambia muongo. Qur'ani inasema wakawaambia mitume waongo, wakawaambia mashekhe mnanjaa, mashekhe machawa, mashekhe mmeshapewa bahasha, sijui mashekhe hamna akili. Fakadhabuhu, mashekhe wanatukanwa mpaka jioni hii, mashekhe wanatukanwa kwenye mitandao, wanatukanwa matusi mazito. Nini Qur'ani inasema? Fa akhadhahumul adhabu, wakateremkiwa na adhabu, wa hum dhalimun, hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao wenyewe. Sasa nitaka kuwakumbusha tu Watanzania wenzangu, Watanzania wenzangu, Watanzania wenzangu, Allah anaomba uwe shahidi. Siku yoyote inayosemwa itakuwa ni maandamano yapo hayapo, na kuombeni achaneni na hawa watu. Lakini kwa nyinyi Waislamu wenzangu Tanzania nzima, achaneni na upuuzi wa aina yoyote. Mtapata laana Waislamu, mtapata adhabu ambayo mtawakimbilia mashekhe kuomba dua, hata tukiomba dua hazitopokelewa, kwa sababu mashekhe waliwaonya mwanzo. Amani ni neema, Qur'ani inasema amani ni neema, utulivu ni neema. Na wakumbusha watu wa Dar es Salaam hasa siku 6 zilizotupitia kuanzia tarehe 29 siku wake, hali ilikuwa ni nzito sana. Njaa ilikuwa inauma mno, kazi hakuna, hata kutoka nje ya mlango una hofu. Ilikuwa ni sauti ambazo Watanzania hatujawahi kuzizoea mamiaka. Lakini ni sababu gani? Ya madhambi yetu wenyewe. Lakini hao wanaosababisha haya madhambi mpaka tunayafanya ni nani? Wapo watu Allah anawajua pahala walipo, wanahamasisha shari hii, wanahamasisha shari hii. Hii ni shari. Mungu anawaona, Mungu anawaona pahala walipo. Sina dua kubwa, wala mimi sio mtu mwema, na wala si katika watu wema. Allah ananijua na madhambi yangu, lakini kumfanyia mwenzio dhulma ni dhambi. Wameiba mali za watu, wamedhulumu mali za watu, wamevunja maduka ya watu, vilivyomo ndani ya maduka wameiba, mpaka mtu anakuta ndani ya duka kunauzwa pedi za kike, wamekimbia nazo. Mtu anakimbia na mtungi wa gesi, wameiba simu za watu. Hivi ni kweli hawa Mungu atawaacha? Sikilizeni Waislamu wenzangu wa Tanzania, mmeamini hamkuamini, lakini hawa watapatwa na maradhi ambayo mtasikia baadaye hospitali. Lakini kama yanataka kurudia tena, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Hawa wanaotaka kurudia hii shari popote pale walipo, Allah anawajua, awatume malaika wake wakashughulike naye, Watanzania wabakie salama. Ndugu zangu katika iman, hii ni sehemu ya kwanza, na kukumbusheni na kukumbusheni na kukumbusheni. Sasa Mtume Musa alayhi salam, kwa nini nimeanza na aya hizi? Mtume Musa alayhi salam, ukienda katika kitabu kinachoitwa 60 qissa rawaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sahabatu kiram, visa 60
alivyovisimulia mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi, na masahaba wakavihifadhi wakasimulia na ambavyo vimetufikia sisi. Sasa hebu sikiliza kisa kilichotokea kwa mtume Musa alayhi salam. Ndugu zangu katika imani, popote pale anapokuwa mitume walitukanwa. Mitume walitukanwa sana sana. Mitume walitukana. Mitume wametukanwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliitwa yeye ni mganga. Mtume Muhammad aliitwa ni mchawi, wakati si mchawi wala si mganga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitwa ni kohani, wakati si kohani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitwa ni abtar, kwamba ni mgumba, hapati watoto, wakati Mtume Muhammad alikuwa na watoto 7. 6 amepata kwa mkewe mmoja mkubwa, mama Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, watoto 6 wa kiume na wa kike, mtoto mmoja kwa mkewe mdogo Maria al-Qibtiyya kutoka Afrika. Lakini bado mtume alitukanwa. Hajachukua mali ya mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa hana chama, na alikuwa hapati mshahara wa mtu, lakini mtume alitukanwa. Mitume walitukanwa sana, wakanyanyapawa, wakachambwa. Sasa je, mimi shekhe nikiwaambia kwamba hili jambo halifai, msifanye, wataniacha? Watanichamba sana. Na mimi naomba mashaallah, endeleeni kuchamba, chambeni mnavyotaka, wala sina shida, sina shida. Lakini my friend, one day wewe na mimi tutasimama mbele ya Muumba na mbingu. Wallahi wallahi wallahi, na hapa huamini, subiri. Kuanzia huyo aliyekutuma, aliyoko katika European country, fanya vurugu katika nchi ya Tanzania, aliyekutuma, aliyekupa dola, aliyekupa vyombo, aliyekupa vitu vya IT, ufanye vurugu katika nchi ya Tanzania, watu mpaka wanapoteza mali zao, nafsi zao. My friend, popote pale utakapokuwa, one day, ainama kunta, popote utakapokuwa mwanamume wewe, na kama ni mwanamke, ainama kunti, popote pale utakapokuwa, kama ni wawili, ainama kuntum, popote mtakapokuwa, kama ni wawili, ainama kuntuma, kama ni wanawake wengi, ainama kuntunna, fallahu yarakum, popote pale mtakapokuwa, Allah anakuoneni. Si mkwala, lakini please, times please, Watanzania wenzetu, acheni kuhamasisha shari, rejeeni kwa Mungu anytime. Mungu anaweza akawafanyia chochote. Kuna wagonjwa wamekaa siku 6 hawajapata chakula mahospitali, waliokuwa na wahudumia hawajakwenda. Kuna watu walikuwa wanapata huduma hawazipati, lakini ni mtu yeye tu, maslahi yake yeye, ameambiwa pahala, amepewa mfuko, anafanya uchochezi. Wapo wanawake na wanamume, Mungu anawajua majina yao, mimi siwajui, lakini Allah, popote pale utakapojificha ni mtu wa IT, wewe tulia tu. Ingelikuwa watu wa IT hawafi, basi wangejificha. Wewe muulize tu Mr. Google, nenda kwenye Google, muulize Google, unakufa lini? Alafu msikie jibu lake. Wewe ukitoka tu hapa Google, unakufa lini? Alafu msikie jibu lake. Sasa Mtume Musa alayhi salamu alitukanwa. Sikilizeni hichi kisa ndugu zangu, anakisimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi, alafu nitaeleza hadithi ipo wapi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فخرج موسى فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، تقديره يا حجر ثوبي، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر.
rawahu al-Bukhari fi kitab madha fi kitab al-ghusl babu man yaghtasil uryanan wahdahu fi al-khalwa, wa Muslimun fi sahihihi. Abu Huraira anasema siku moja mtume aliwasimulia kisa. Sikilizeni vizuri sana hicho kisa. Mtume anasema kanat banu Israila yaghtasiluna uratan, wana wa Israeli walikuwa wanaoga katika fukwe za mito na mabahari uchi, kama watu wanavyooga hivi sasa huko Coco Beach. Wanaoga uchi, wana wa Israeli wanaoga uchi. Yaghtasiluna uratan bimaana uryanan, wanaoga uchi kama watu wanakwenda kuoga Coco Beach. Si wanakwenda wapi? Okay, wana hela zao, wengine wanakusanya, wana magari, wanakwenda, wanafurahi, wanaoga uchi. Wana wa Israeli hao. Yandhuru ba'dhum ila ba'd, wanatazamana tupu zao wao kwa wao. Kama umewahi kufika Cape Town, katika beach ya Cape Town, mimi nimepitishwa na wenyeji wangu, nilialikwa kwenda kufanya da'wa kule. Majira ya saa 11, saa 10 nimekwenda kuukuta msikiti ambao umejengwa Cape Town na Muislam kutoka Indonesia, na aliyotoa ardhi ya pale kujengwa msikiti ni Mwafrika ya Kusini ambaye si Muislamu, ni Mkristo, lakini alisema Waislamu, ndugu zangu Waislamu, jengeni pahala ambapo mtafanya ibada, na sisi tuna makanisa yetu. Akatoa ardhi yule mama, ni Mkristo, mpaka jengwa msikiti. Mpaka leo 2025 ule msikiti umejengwa takriban mwaka 700 nadhani 87 hivi ule msikiti. Na mimi nimeswali pale mara 2. Basi tukapita pale, wakamwambia shekhe, unaiona Cape Town? Hiyo ni beach special kwa wazungu tu, wanaoga uchi kichele. Sharti ya kuoga pale katika ile beach ya pale Cape Town, unaoga utupu kichele uchi. Watu wazima kama sisi, akina baba na akina mama na watoto wao. Sasa mtume anasema walikuwa wanaoga, yandhuru ba'dhum ila ba'd, wanatazamana tupu wao kwa wao. Lakini wakana Musa yaghtasilu wahdahu, lakini Musa yeye alikuwa akioga, anaoga peke yake, hakuna anayemwangalia. Hapa tunapata fundisho gani? Kwamba wanaweza wakatokea watu wakafanya machafu ya kipuuzi, wewe achana nao. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqalu, wakaeneza habari pale Masr, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu madar. Jamani, kinachomfanya Musa asioge na sisi, Musa anabusha. Unaona, kinachomfanya Musa asioge na sisi, Musa kwa sababu anabusha. Huyo ni mtume wa Mungu, anaambiwa anabusha wakati hana busha. Sasa mimi shekhe nitaambiwaje? Chawa kapewa bahasha huyo, kapewa mpunga huyo, kapewa nini, kila kitu utaambiwa wewe, lakini nini ambacho umefanyiwa? Sawa, mimi chawa mama, we chawa nani? Chawa mashoga wa Ulaya, unaona? Ni chawa mashoga wa Ulaya ambao wanaohamasisha kufanya uovu huu, ndio wanaotuma, unaona? Wanatumwa na mabaradhuri, unaona? Wanatumwa na mabaradhuri kufanya uovu huu. Hivi mnafahamu European country wanamume wanatafunana wao kwa wao? Na taasisi ya shirika la haki duniani kwamba ni haki yao ya kimiili. Maana unapitisha sheria ya baradhuri, wewe mwenyewe ni baradhuri. Sasa wale wanataka kuivuruga Afrika, lakini wanataka kuivuruga Tanzania kwa sababu wana malengo yao kupitia hawa vijoro, watu wa Kigoma wanasema, au kibombo bombo. Nyie mnasema kunguru, si Kigoma tunamuita kibombo bombo, ikibombo bombo. Sawa, sasa wakaeneza habari Musa kinachomziwia kuoga na sisi isipokuwa ni adar, yani kabirul khisiyatain. Musa yani adhimul khisiyatain, Musa anabusha, ndicho kinachomfanya Musa asioge na sisi, kitu ambacho sio kweli.
Kwa hiyo hata mashekhe ambao tunatoa tahadhari hivi sasa, tunatukanwa, tunaambiwa hao wameshapewa bahasha, wakati hata ile tishu ya Ikulu sijawahi kuigusa, hata kwenda kuftari sijawahi kwenda, lakini wanasema bahasha. Sawa, haya mimi nimepewa bahasha, wewe umepewa nini? Na wao mabaradhuri, na ndio wanaotuma. Haya sasa, fadhahaba marratan, Musa siku moja akaenda kuoga baharini, yaghtasilu, akaenda kuoga. Fawadaa thawbahu ala hajar, Musa akavua nguo zake akaziweka juu ya jiwe. Mtume Musa alayhi salam akaziweka juu ya jiwe. Fafarra alhajaru bithawbihi, jiwe aliloweka Musa nguo zake, lile jiwe likakimbia lenyewe. Muujiza huu, wallahi, lile jiwe limekimbia na nguo za Musa, na Musa yupo ndani ya maji mtupu. Fakharaja Musa fi ithrihi, Musa akawa nyuma analikimbiza. Thawbi ya hajaru, wewe jiwe, hilo nguo zangu. Kwa nini Musa aliliita jiwe ni nguo zangu wakati jiwe halisikii? Lianna alhajara fa'ala fi'la man yaqilu, kwa sababu jiwe lilifanya kitendo cha mtu mwenye akili zake. Kwa hiyo Musa akajua kwamba hili jiwe linafanya kitu ambacho linafanya kusudi. Musa analifata huko nyuma, na lile jiwe lilikuwa linakwenda wapi? Kule wanakooga wale wanaomtuhumu Musa kwamba anabusha. Hatta nadharat banu Israila ila Musa, lile jiwe limekwenda mpaka pale wanapooga bichi, mpaka banu Israili wakamtazama Musa yupo mtupu, kichele. Faqalu, jiwe lilipofika pale walipo wanaoeneza habari kwamba Musa ni anabusha, jiwe likasimama. Kisha wakasema wallahi ma bi Musa min basi, wallahi kumbe Musa tunamsingizia tu, hanabusha, yuko smarti vizuri tu. Wa akhadha thawbahu, Musa akachukua nguo zake. Katika hali ya namna hiyo, unajua unakuwa umeshavurugwa. Fatafiqa bil hajari darban, Musa akaanza kulipiga lile jiwe kwa hasira. Unajua hasira inapokuwa imempanda mtu, unaweza kumkuta mtu anapiga pale kwenye tiles. Hasira anaumia, lakini baadaye ndio anasikia maumivu. Fatafiqa bil hajari darban faja'ala bimaana fa akhadha, yani akaanza kulipiga lile jiwe makofi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, faqala Abu Huraira anasema, Mtume alivyowasimulia anasema, wallahi innahu lanadabun bil hajar sittatun au sab'atun darban bil hajar, lile jiwe lililokuwa limekimbia na nguo za Mtume Musa lilibakia na nyufa 6 au 7 lilipasuka kwa ngumi ya Mtume Musa. Mtume wa Mungu analipiga jiwe, limemkosea adabu. Sasa hadithi ipo katika Sahih Bukhari, kitabul ghusl, babu man ightasala uryanan wahdahu wa man tasattara afdal. Na katika Sahih Muslim ipo katika kitabu vile vile babul hayd. Sasa hapa ndugu zangu, kwanza Mtume Musa alayhi salam katika Qur'an, katika sura 116 aya takriban 236, Mtume Musa ametajwa katika Qur'ani yote mara 136. Mtume Musa ametajwa mara 136 katika sura 34. Ndiye mtume ambaye anaongoza katika Qur'ani kutajwa visa vyake kwa ajili ya mazingatio. Sasa ndugu zangu, huyu ni Mtume Musa alayhi salam, amesingiziwa kwamba anabusha wakati hana busha. Ni kweli? Kumtuhumu mtu, kumtukana mtu jambo ambalo hana, ni dhambi kubwa, na ni siku ya Kiyama tutaonana wote. Ndugu zangu,
Leo nimemkuta kijana mmoja kwenye mgahawa mmoja Mkwajuni anajimwagia maji saa 5 asubuhi, anamwaga maji kichwani. Nikamuuliza nini, akasema shekhe, jua. Jamani, kwa wale ambao tulioko Dar es Salaam, hii wiki yote mnaliona jua Dar es Salaam? Sio kawaida, ni jua kali sana. Nikamwambia sasa, unaliona hilo jua? Siku ya kiyama litasogezwa maili 1 kutoka liliko. Hata jiografia wanatuambia jua kutoka katika dunia kwenda lilipo, wanatuambia lipo umbali wa kilomita milioni 99. Wanabahatisha tu. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Sawa? Anayejua ukweli wa Mwenyezi Mungu ni nani? Ni yeye mwenyewe. Wama ya'lamul ghaiba illa Allah. Lakini dhalika mablaghuhum min al-ilm. Hicho ndio kiwango chao cha elimu. Sawa? Sasa kuna Miqdad, sahaba huyu, anasema sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia mtume anasema, tudna shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi, jua litasogezwa siku ya kiyama kuwa karibu na viumbe. Sisi, mimi na wewe na hao wanaowatukana watu na hao wanaowashawishi watu kuvunja mali za watu, wote tutakuwepo pale. Jua litasogezwa hatta takuna minhum kamiqdari mailin, mpaka jua litakuwa watakapokuwa wao na litakapokuwa jua wanadamu itakuwa ni maili 1. Maana yake takriban ni kama kilomita, yani itakuwa kama maili 1. Manake ukifanya mahesabu maili 1 utapata ni kilomita ngapi. Kwa hiyo kutoka hapa jua ni mimi na wewe. Sheikh Rusaganya nitakuwepo pale. Marais wote wa dunia watakuwepo pale. Wale wote waliokuwa wanaiba mali za watu, wamevunja mali za watu, wamedhulumu mali za watu, watakuwepo pale. Na wale ambao wanashawishi shari mpaka watu wanauana, watakuwepo pale. Wababe wote wa dunia watakuwepo pale. Firauni atakuwa pale, Hitler atakuwepo pale, wote watakwenda pale. Mungu atatoa tangazo, limanil mulku al-yawm, nani mfalme leo? Mara 3. Mwisho atajibu, lillahi al-wahid al-qahhar, ufalme ni wa Mungu mmoja asiyezaa wala hakuzaliwa wala hana mtoto. Siku ya kiyama jua linasogezwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araqi, watu watatokwa na jasho siku ya kiyama kulingana na madhambi yao. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wapo ambao jasho litawatoka litafika hii sehemu ya kuvalia socks. Kuna hii socks siku hizi zinavaliwa, siku hizi maganda ya chungwa hivi, imekuwa ndio fashion. Utakuta watu wamevaa sandals, mtu kavaa socks, sijui ameipata wapi. Lakini waliwahi kumuona msanii mmoja anavaa hivyo. Maana hivi sasa kila kitu kinachoonekana watu wanafanya, mpaka anavyovaa P Diddy watu wanavaa hivi. Unamuigiza P Diddy mbaya. Yani P Diddy ukimfuatilia sana anakupidi, alafu anakudi alafu anakudi P Diddy huyo. Paka kuna msanii mmoja ametoga pua mtoto wa kiume. Unapotoga pua mtoto wa kiume, wewe ni hanifi. Anayetoga pua ni dada, anti, halo, mama, shangazi, shemeji, mke, shosti. Lakini mtoto wa kiume unatoga pua, mtoto wa kiume unatoga pua, unatoga sikio, we dem. Tena we ni mshangazi tu. Sasa watoto wa kiume wanakuwa washangazi sasa hivi. Na ndivyo wale jamaa wanataka Tanzania watoto wa kiume nchi hii wawe washangazi. Tunawaambia Mungu awalani popote pale mlipo. Sasa watu litatoka jasho mpaka kufikia hii sehemu ya socks.
Mtume akasema wa minhum man yakunu ila rukubatai, kuna ambao watatokwa na jasho kutokana na madhambi yao itafika kwenye magoti, kama vile mtu yuko baharini. Madhambi yao hilo ni jasho, na hapa pembeni yupo mtu, mimi jasho langu limetoka hapo limemfika kiunoni, na hapa pembeni kuna mtu. Sawa, Mtume akasema wa minhum man yakunu ila hiqwayhi, wapo ambao jasho litawatoka mpaka kiunoni. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljama, wapo ambao watamezwa na jasho lao kudidimizwa. Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu anasema wa ashara Rasulullah, Mtume akaonyesha hao watakaodidimizwa na maji biyadihi, kwamba biyadi kwa mkono wake, ila fihi, wapo ambao jasho litawafika mpaka inabakia macho tu. Kwa nini anabakia macho? Apate kuona yale yaliyokuwa akiambiwa na mitume wa Mungu na mashehe. Rawahu Muslim fi kitabi sifatul janna wa na'imuha babu sifati yawm al-qiyama, hadithi 2864. Hiyo ni siku ya kiyama ndugu zangu. Hawa wanaotukana watu, wanaoua watu, wanaokula mali za watu, wanaodhulumu mali za watu, unatembea na mume wa mtu, unatembea na mke wa mtu, umeoa, unakuwa na yani unapiga winga ya pembeni, umeolewa, unadanga usiku, unawanga, unakwenda makaburini, unakwenda njia panda, unapiga mayai. Siku ya kiyama mwanangu, hii siku ya kiyama ni siku ambayo itakuwa hiyo. Allah anasema katika sura Qaf, وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Atafufuliwa kila mtu, kullu ni harfu al-istighraq, nafsun ni nakira. Atafufuliwa kila mtu, maaha sa'iq, nyuma na malaika, kama anakwenda magereza, anakwenda mahakamani. Sikio, tunaona ndugu zetu wakati mwingine wanapopelekwa mahakamani, nyuma ana askari. Qur'ani kasema wa shahid, na ushahidi. Kuna watu watafufuliwa na mitungi ya gesi na maboksi ya simu walioiba, wallahi watafufuliwa. Sura Qaf, sura ya 50. Watafufuliwa siku hiyo. Huamini yani, subiri. Na wakati huo tutakuwa wote tupo uchi. Tutakuwa tupo uchi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuhsharu nasu hufatan uratan ghurlan, watafufuliwa watu siku ya kiyama wote, nikiwemo na mimi Sheikh, hatuna viatu, tutakuwa uchi. Na wanamume kama tulivyozaliwa na mama zetu wazazi, unafufuliwa bado hujafanywa khitani. Hiyo siku ya kiyama. Ulisababisha watu wakaiba mali za watu, ulimpa mtu jambo baya, umemfukuzisha mwenzako kazini, amefukuzwa, anapata tabu. Ndugu zangu, hebu tufikirie wale wenzetu ambao mali zao zimeibiwa 29 mpaka siku kuja tarehe 3, 4, 5, 6, mali zao, maduka hivi sasa. Kuna wengine wallahi wanatafuta namna ya kuanza maisha. Yasikie kwa mwenzio, wana wakati mgumu sana, wallahi wana wakati mgumu. Hili jua leo wakati linawaka saa 4, saa 5, nilikuwa nipo Kariakoo. Leo akina mama wanavyotembea na maisha yao. Yani mama amebeba amebeba besen, anauza miogo, anauza kifurushi. Kuna karanga, kuna miogo, kuna carrot na kuna nazi, shilingi 200. Na kuna wengine wanatembea yuko na mwanae, atafanya nini? Maana mpaka anakuja na mwanae nyumbani, hajaacha mtu. Sasa unaangalia huyu, joto lote hili anahangaika. Vijana nao wapo bize, wamejituma na baiskeli Kariakoo. Huyu anakwenda huku, huyu anakwenda huku. Wengine vijana wanasukuma mikokoteni. Yani unamuona kabisa ametoka jasho, mwili mzima umemtota. Ni sababu ya maisha. Na hilo ni sababu ya nini? Neema ya amani.
neema ya amani. Nenda Magomeni hivi sasa kwenye mitaa, watu wanauza chips mpaka alfajiri. Unakwenda salatu alfajiri, watu wanauza chips, ndio bado wanasafisha, wanafunga ofisi saa 11. Ni sababu ya nini? Neema ya amani. Watanzania wenzangu, chonde chonde mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Katika sura Ghafir ipo siku, fasatadhkurun sin litanfis للمستقبل القريب وقد دخل على الفعل المضارع فأفاد التحقيق. الله أورهم مشيخ wetu Sheikh Yusuf Nturanya, Sheikh Alfani Kiumbe, Sheikh Umar Himidi Mkunda, Sheikh Kabek, Sheikh Eid Hassan Kibura, Sheikh Abdul Muhsin Kitumba. Hawa watu wema, mashekhe vyuma vya Kigoma hivi, rahimahumullah, ndio wametutoa sisi mpaka tumefika hapa. Bado ninavikumbuka vitu tumevisoma watoto wadogo. As-sin wa sawfa tadkhulani ala al-mudari fataj'alani zamanahu mustaqbala. Hiyo Ghazali Kabondo, Nahul Wadih juzuu ya kwanza. Sasa Allah anasema fasatadhkuruna, ipo siku mtakumbuka, ma yale ambayo aqulu lakum, niliyokuwa nikikuambieni. Ipo siku. Sasa Watanzania na wenyewe hao mnaosema wanatoa mabasha, shauri yenu. Kwanza mimi sio mtu wa kumaindi kula. Mimi ni mtu wa kunywa chai tu. Na sio mshamba wa vyakula eti vya kukaangwa. Sawa? Nimesoma Mombasa miaka 4, nimekaa Mombasa miaka 3. Najua matobosha, mapishi ya Kimombasa. Lakini nimekaa Tanga, nimeoa Tanga, tena Pangani. Unanitisha nini kuhusu mapishi panapojua kupikwa? Nimetoka huko Kigoma, nimefundishwa namna ya kula vyakula. Maana unaweza ukatengenezewa, yani dafu, kifika Tanga unaweza ukatengenezewa dafu ukadhani ni pweza, ukasema pweza huyo bana, ngisi huyu, kumbe dafu. Hasa ukiwa mtoka mshamba uko na treni huko. Sawa? Sasa mimi sio mshamba wa kula. Sawa? Na wananijua wenyewe. Halafu sina chawa, niko kivyangu, halafu sina taasisi, lakini nasimama pamoja na mufti. Wallahi Allah ni shahidi, nasimama naye, anachotuambia tumfate yeye, kwa sababu ni kiongozi. Qul atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Sasa mufti ni katika ulil amri minkum, lazima tumtii. Sawa? Sipo katika timu yake, lakini yule ni kiongozi. Mimi ninajua manhaji Ahlus-Sunna wal Jamaa, lazima nimsikilize. Umoja wa wanachuoni wa Kiislamu Tanzania lazima niwasikie. Sawa? Ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo nakuombeni Waislamu wenzangu, tafadhalini, shaitani yoyote atakayetaka kuleta ushaitani, hapana, tuachane na uovu huu, kwa sababu utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema ya'raqu an-nasu yawm al-qiyama, watatokwa na jasho watu siku ya Kiyama, hatta yadhhaba araquhum fil ard, mpaka lile jasho litawadidimiza watu ardhini 70 dhira'an, dhiraa 70. Yani tutadidimizwa na jasho, sababu jua limetoka, lipo maili moja kutoka kwenye utosi. Ndugu zangu, hamiamini haya? Wa Marekani, Warusi, Korea Kusini, wa China, si watu wa nuclear, si watu wa IT, watu wote siku ile tutakuwa pale na hatogoi mtu. Watu tutadidimizwa na jasho dhiraa 70. Wayuljimuhum, jasho litawadidimiza hatta yablugha adhanahum, mpaka lile jasho litadidimiza mpaka kufikia kwenye masikio. Unanikuta yani jasho Sheikh Saganye na wewe Sheikh, lakini kila siku ile likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Siku ile kila mtu ana yake, na yangu nimefufuliwa nayo pale. Kuna watu watafufuliwa
wana spana za watu walizoiba kwenye store. Kuna watu watafufuliwa na hela za watu. Kuna watu watafufuliwa watu wamewakamata. Ya Rabbi, huyu yani anafufuliwa naye kwa sababu gani? Alimroga. Kuna watu watafufuliwa wana shuka za watu kwa sababu alikwenda kuanga. Kuna watu watafufuliwa wana kucha za watu. Kuna watu watafufuliwa wana njiwa, wale walikuwa wakiwatuma njiwa kwenda kuroga watu. Na kuna watu watafufuliwa wao ndio watakuwa wamezungukwa. Mungu, huyu ndio aliyetutuma, huyu ndio aliyetutuma. Alafu lile jamaa limekuwa dhalili kuliko hata panya. Hiyo ni siku ya Kiyama. Mtume akasema hata yablugha adhana, mpaka lile jasho litawadidimiza kufikia kwenye masikio yao. Hadithi katika Sahih Bukhari, kitabu Riqaq, babu qawlihi ta'ala ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim. Hadithi ya 34. Muslim katika kitabu Sifatul Janna wa Na'imuha ni babu sifati yawm al-qiyama, hadithi 2863. Hiyo ni siku ya Kiyama. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotueleza haya yote lazima tuyaamini. Lazima tuyaamini siku ya Kiyama. Msikilize Mtume anavyosema hapa. Abu Barza ni Nadla bin Ubaid al-Aslami anasema qala Rasulullah, anasema Mtume wa Allah, mimi wajibu wangu ni kufikisha tu. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama, hautaondoka unyayo wa mtu siku ya Kiyama pale alipofufuliwa, hata yusala, mpaka aulizwe maswali manne yafuatayo, nikiwemo mimi Sheikh. Kwanza, an umrihi, ataulizwa umri wake. Fima afnahu, ameumalizia wapi? Umri umeumalizia kwenye nini? Yani unamkuta mtu amemaliza umri wake kwenye skanka, aka bangi au charusha au cha kidole. Mtu ameumaliza umri wake kwenye tishu, mirungi. Ameumaliza umri wake kwenye ugoro. Paka hapa karibu na Shibamu umeandikwa ugoro kutoka Tanga. Hamjapata kuona? Na namba za simu zipo pale. Ni kweli si kweli? Ugoro maana inaelekea ule ugoro wa Tanga Konki mwanangu. Ukipiga unaweza kumtazama mtu hivi ukadhani ni haria. Wewe ukadhani gari, kumbe sio gari, ni mtu. Bana, oya mwanangu, haria hiyo. Sio haria yule mtu. Utaulizwa. Alafu kuna sungura. Sawa. Umri wake ameumaliza vipi? Kwenye alamba, kwenye hip hop, kwenye bongo flavor, kwenye kigoma cha Uruguay, baikoko. Mtu utaulizwa umri. Yani mpaka mtu anafika mzee hajawahi kusali. Hujawahi kusali, si msikitini wala nyumbani. Na Mtume akasema la tattakhidhu, sallu fi buyutikum, salini akina mama sala za faradhi majumbani, akina baba sala za sunna. La tattakhidhu, la taj'alu quburakum, la taj'alu buyutakum qubura, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Unakuta kuna nyumba za Waislamu nyumba nzima hawaswali. Kweli si kweli? Haya. Swali la pili, wa an amalihi fima faala, ataulizwa matendo yake aliyoyafanya. Ulifanya nini wewe? Alimuua mtu, aliiba mali ya mtu, alivunja duka la mtu, alikuta simu ya mtu chooni msikitini akaizima, akatoa line. Alivunja duka la mtu, akakimbia na pedi, akakimbia na mtungi wa gesi, shuka kavunja, kafanya nini? Vitendo vyake. Swali la tatu, wa an malihi, ataulizwa kuhusu mali yake. Mali yake, mali ina A, min aina tasabahu, ameichuma kutoka wapi? B, wa fima anfaqahu, ameitumia katika njia gani? Ndugu zangu katika imani, kuna watu wanatumia mali zao katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Wapo ndugu zetu wallahi Waislamu, tunawajua wengine na wengine hatuwajui, wanamume kwa wanawake, wallahi wamejenga misikiti ya kifahari na wanaendelea kufanya khairat, wanafanya sadaqati katika maeneo mbalimbali.
lakini huwajui. Mtu kama huyu ukimfanyia jambo baya katika biashara yake, hutobakia salama, wallahi wallahi, kwa sababu umemfanyia uovu mtu ambaye Allah anampenda. Swali la 4, wa an jismihi, ataulizwa kuhusu mwili wake. Fima ablahu, ameutumia namna gani mwili? Sawa, mwili, yani siku hizi mtu akiwa na mwili lazima aende gym, akapige gym. Na wacheza gym wote hivi sasa wakitaka kwenda gym, kwanza wanakata viuno. Hujawaona wacheza gym wanapigiwa nini? Music mle ndani, instruments. Unakuta wanapiga bongo flavor mle ndani. Unamkuta mwanaume anakata kiuno, mwanamke anakata kiuno. Sasa hapa mwanamke anakata kiuno, yupo katika safu ya mbele, na huko nyuma kishaloa, na wewe uko nyuma. Una mind mwanangu. Halafu baadaye unatafuta alkasusi. Alkasusi tunasaidia nini? Alkasusi haiwezi kusaidia. Haiwezekani. Sawa? Sasa utaulizwa mwili wako. Yani kuna wengine wanakuza miili. Wanakuza miili ili awe mnene. Wengine wanabandika meno ili aonekane na meno ya kawaida. Mwingine anakwenda sijui European country, sijui wapi, Asian country, anakwenda kubadilisha mwili. Almuhimu akipita pahala yani ujana yani mwili wake ameutumia namna gani? Angalia watoto wa kiume hivi sasa. Imeingia fashion Dar es Salaam. Wanaume wengi wanavaa bukta. Wanavaa bukta hivi sasa. Ndugu zangu, huu ni udayuthi wa Ulaya. Acheni kuvaa bukta. Waislamu jitambueni. Mnaingizwa taratibu taratibu, mnakwenda kuwa mashangazi. Mtakuwa mashangazi. Hamwezi kuyaamini haya. Unaona? Sasa hii ni siku ya Kiyama. Mtume Musa alayhi salamu ametukanwa, kasingiziwa. Je, kama mitume wametukanwa, mimi na wewe itakuwaje? Mashehe tutatukanwa na tunaendelea kutukanwa sana. Kwa hiyo nini tunapojifunza katika kisa cha Mtume Musa? Wanasema jawazul mashi uriyanan lidharura, inajuzu kutembea pasina nguo kama kuna dharura. Ama fi halati al-ikhtiyar, ama mtu kutembea uchi ni haramu. Kama wanavyotembea watoto wa kiume hivi sasa, wamevaa bukta, mapaja yako wazi. Mtume alimuona sahaba mmoja amekaa nguo ilipe, akamwambia ghatti fakhdhaka, funika paja lako. Lakini Mtume anasema ihfadh aurataka, Muislamu hifadhi mwili wako wa sehemu za siri, illa an zawjatika, isipokuwa ukiwa na mkeo au mumeo. Mke na mume wanapokuwa ndani, wao wako free. Fundisho la pili, jawazu nadhari ila al-awrati inda ad-darura, inajuzu kumwangalia mtu sehemu za siri itakapokuwa kuna dharura. Wakasema limudawatin, kwa sababu ya matibabu, wa shibha, kama vile madaktari. Unafika pahala anakuambia teremsha nguo nikupige sindano. Dokta, wewe utateremsha vipi nguo? Usinipige huku. Maelekezo yanamuelekeza akupige huku kwenye tako. Usipige huku, piga juu hapa nguo. Hapana, ni dharura kwa sababu ya afya yako. Fundisho la tatu, jawazul ghusli uryanan, au jawazul ghusli uryanan fil khalwa, inajuzu mtu kuoga bila nguo akiwa peke yake. Kwa mfano upo bafu. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wamejenga majumba, ana master bedroom. Nyumba kuwa na master bedroom kwa mke na mume ni stara kubwa sana. Wa in kana sitru al-awra afdal, hata kama pamoja na kuwa mtu kustiri uchi wake ni bora, lakini ikiwa mtu yuko peke yake bafuni, anaweza akaoga utupu. Fundisho lingine, al-anbiya salawatullahi wa salamu alayhim ja'alahumullahu azza wa jalla ala akmali hala khalqan wa khuluqa, mitume wote Mwenyezi Mungu aliyowatuma aliwaumba wakiwa na maumbile kamili bila ulemavu, na walikuwa na tabia njema, tabia nzuri, tabia njema, na maumbile yao yalikuwa mazuri mitume. Kwa hiyo Mtume Musa alayhi salam
Walipomsema anabusha ni matusi. Lakini hapa pia vile vile wa annahum basharun, mitume ni binadamu, yaghdhabun wa yadhribun, walikuwa wakikasirika wanapiga. Mitume walikuwa wakikasirika, anakasirika mtume na anapiga. Sema we she bana, we she bana, wewe she bana, muogope Mungu bana, she umenikasirisha, yani umenikera nisikasirike. Na mind mwanangu, nitashindwa tu, sina nguvu ya kukupiga, lakini ninakasirika. She gani wewe nakasirika? Kasirika mimi binadamu, sio mtume. Mitume wenyewe walikuwa, unamwona Musa, jiwe limemfanyia nini? Alilipiga. Sababu ya nini? Ile hasira. Fundisho lingine la 6, bayanu ma kana alayhi al-anbiya salawatullahi wa salamu alayhim. Hapa inabainishwa tabia waliokuwa nayo, mambo ile walikuwa nayo mitume, minas sabri, subra ala jahli al-juhal, kuvumilia matusi ya mijitu mipuuzi mipumbavu, watahmilu adhahum, na kuvumilia kero zao. Mitume walikuwa wanavumilia kero, matusi, wao walikuwa wanaangalia kufikisha ujumbe waliopewa na Mwenyezi Mungu. Sasa mitume walitukanwa, je, mimi shekhe nitakuwa situkanwi? Utaitwa shekhe ubwabwa, shekhe kikofia, shekhe chapati, shekhe sijui shekhe shekhe kisandarwe. Kuna pale Shimo la Udongo pale mwaka 83-82 ninasoma Al-Haramaini hapa Mnazi Mmoja, wakati tunafundishwa na Wasudani na shekhe wetu, shekhe wangu, mwalimu wangu 83-84, Shekhe Juma Apori hafidhahullah wa atala Allah umra, wakati ndio ametakharaj Jamia Islamia, alikuwa anatufundisha pale. Sasa kuna mzee pale hapa Shimo la Udongo alikuwa anaitwa Darwesh. Yeye kila mwaka alikuwa anasoma maulidi msikitini kwake, akapitisha mchango wa mchele akapata, mchango wa samaki, nyama hakupata. Sasa akauliza kwenye kamati, jamani, nyama sijapata na samaki mnasemaje? Kamati ikamwambia tununue kisamvu. Wakaenda wakanunua kisamvu, pakapikwa kisamvu na wale, na huko mtume anaswaliwa. Akawauliza, jamani, pakipikwa kisamvu mtume anaswaliwa aswaliwi? Simba anaswaliwa, sallu ala Muhammad. Tangu siku ile yule mzee akaitwa Darweshi Kisamvu. Kosa tu aliwapikia wali kwenye maulid kisamvu, akaitwa Darweshi Kisamvu, wala hakumaindi mzee wetu mpaka nafariki. Mpaka leo ukiuliza msikiti wa Darweshi Kisamvu, ukiuliza kwa jina lake upate Darweshi Kisamvu, ule pale, zunguka mtaani pale utaukuta. Sasa mitume wa Mwenyezi Mungu walitukanwa, lakini waliangalia lengo la kile walichokabidhiwa. Kwa hiyo nataka kuwaomba mawaziri wa Mheshimiwa Mama Rais Samia Suluhu Hassan, mawaziri mlioteuliwa wapya na manaibu wake na wale mtakaopewa, jiandaeni kutukanwa kwenye mitandao. Na hivi sasa tangu mlipoteuliwa mnachambwa, tunaona mnatukanwa. Kuweni na subra, msipati tabu, angalieni kile mnachotakiwa kuwafanyia Watanzania. Bas, achaneni na hawa oya, ni watu mbambamba. Na inawezekana hata nchi jirani, kuna nchi jirani Tanzania wakawatukana mawaziri. Na kuombeni mawaziri, mimi kama Shekhe Rusaganya, na kuombeni msikasirike, msiwajibu. Jawabul jahil as-sukut, jibu la jitu pumbavu ni kukaa kimya. Wanasema at-tajahul, kuna mithali ya Kiarabu inasema at-tajahul sadaqatun jariya ala qalilil adab. At-tajahul sadaqatun jariya ala qalilil adab. Chukua hiyo mwanangu, yani kupotezea ujinga wa jitu jinga ni sadaka inayoendelea kwa wale wasiokuwa na adabu. Kwa sababu kama unamtukana mama wa mtu, baba wa mtu, ni ishara kwamba hata baba yako, mama yako unawatukana wewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, man sabba walidayhi fa alayhi la'natullah, atakayemtukana ayyukum yasubbu walidayhi, fi maana alhadith. Maana hadithi Mtume anamwambia hivi, ni nani anamtukana baba yake au mama yake?
Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, hivi kuna mtu anayemtukana baba wa mtu, mama wa mtu? Mtume akamwambia naam. Ni nani? Mtume akamwambia, unamtukana baba wa mtu, naye anamtukana baba yako. Wewe mtoto ndio umemtukana. Unamtukana mama wa mtu, naye huko aliko anamtukana mama yako. Siku moja nimemkuta mtu mmoja amekasirika, namfahamu na ana nafasi, anawatukana wale watu wa chini kwa kutumia simu, matusi mabaya mpaka anawatukania wazazi. Nikamshika begani, hasira ishapanda, kugeuka namna hii uso umeshambadilika. Nini sherufa gani? Nikamwambia, unamtukana mama yake, huko aliko wewe usikii, anamchamba mama yako. Wallahi wanaharibu kazi. Nikamwambia ndio wanaharibu kazi, lakini anamtukana mama yako na wewe unapata dhambi za kumtukana mama yako wewe. Kwa hiyo watu wa mitandao, watukaneni wazazi wa watu, mjue na nyinyi mama zenu wanatukana. Lakini kuna watu inawezekana hawana watoto wala wake, wamekaa kama kenge tu. Kuna watu wamekaa kama kenge tu, yani yeye yupo tu pale. Tafadhalini jamani. Kwa hiyo nawaomba waheshimiwa mawaziri, sawa? Naomba waheshimiwa waziri, yani mimi ni mtu wa hivi tu. Kesho ukikutana na mimi njiani, mwanangu, nipo kushikaji tu, nishabadilika. Hapa ikanzu na kofia nimevaa tu kwa ajili ya kupiga ndondo tu hapa. Sawa? Hapa napiga ndondo, napiga day work. Kesho inshallah I will change. Sawa? Tanikuta tu nipo mtaani kama mshikaji. Wewe unaweza kana mshikaji, lakini huwezi kunijua mimi ni nani. Ingia kwenye viwanja vyangu, bani, kumbe ushe, mbia ndio. Na ukitaka kumjua mcheza karate kwamba ni nani, kuna watu ukutana nao njiani unamwona kama anacheza taarabu vile, kama anacheza taarabu, mguse kidogo hivi, akikugusa namna hii qalu, watu wanaweza, jamani, kapigwa na katapira nini? Kumbe ameguswa kidogo tu, kapigwa taekwondo moja tu, chwa, alipodondoka kadondokea kichwa. Qalu. Afu ukimtazama mtu mmoja, nakumbuka kisa kimoja kitokea Mombasa, roundabout ya Digo Road. Unatoka feri, unakuja Digo Road. Hapa unakwenda Kibokoni, hapa ni unakunja roundabout, unaingia Mwembe Tayari. Hapa unakwenda moja kwa moja mpaka chini market. Basi kuna mtu mmoja alikuwa anatukana yule bwana, namfahamu, mcheza karate ambaye alivuka alikuwa ni Muislamu yule bwana. Yani yule bwana ni zaidi ya kisu, hatari, sitaki kumtaja jina, namjua. Na ana mwanafunzi wake hapa mmoja, yupo hapa Tanzania. Na yule mwanafunzi wake ukikutana naye utamuona kama babu mbeba magunia tu, lakini hatari, namjua mimi. Allahu Akbar. Sasa siku moja, unajua kwenye daladala wakati mwingine watu wanatukana, akatukana na yule driver naye akaja juu, wenyewe wanaita matatu. Basi yule bana alishuka chini tu, anaonekana kama ustazi, alishuka chini tu, akamvuta namna hii, akampiga moja tu, chwa, chali. Akaja dereva naye kuja juu, akapigwa chali. Akaja dereva wa pili, gari nyingine, akapigwa gari zimebaki barabarani. Afu mshikaji huyo akaondoka taratibu kama anakwenda kunyoka hao. Sasa huwezi kunijua mimi ni sheikh, na sikulazimishi unijue mimi ni sheikh, lakini walimu wangu chuo kikuu Madina Islamic University walinipa degree ya theology na education. I'm speaking Arabic, I'm reading Arabic, na ninaweza kuzungumza Kiarabu mpaka cha kijiweni najua. Sawa? Kwa hiyo na fahari sana, lakini nawaomba waheshimiwa wabunge, vumilieni, sisi mashehe tunatukanwa sana. Wabunge mtatukanwa sana, mawaziri kuweni na subra, mama anatukanwa sana, picha za ajabu za udhalilishaji, na kuna watu wanafanya mchezo huu, lakini ipo siku Mwenyezi Mungu atayaonesha. Mwishoni nasema kwa Watanzania wenzangu na Waislamu, na kuombeni msiingie barabarani, sio tarehe 9 au tarehe 5. Sawa? Sio tarehe 7 au tarehe 8. Msiingie barabarani, msikubali.
Ukiambiwa tulia, tulia. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya wakati huu wa Isha na wakati huu, yoyote atakayekuwa ni sababu ya shari ya Watanzania kupoteza mali zao, kudhulumu nafsi zao, kama itakuwa ni sababu ya yeye, popote pale alipo, malaika wale wa adhabu wamfate huko huko, wamshughulikie, Watanzania tubakie salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Nimefikisha ujumbe wangu. Nasema Waislamu wa Tanzania wote, tafadhalini msikilizeni mufti na muwe watiifu kwa mashekhe wenu. Hawa wengine mitandao, hao ni watu wa Kigoma tunawaita vibombo bombo. Sawa? Tunawaita vibombo bombo. Vijoro tunawaita vijoro. Msisikilize vijoro. Mtu yote wa Kigoma atakayenisikia atanijua nimesema nini. Sawa? Kijoro, kuna ndege mmoja sijui hapa Dar es Salaam wanamuitaje. Sijui wanamuitaje. Lakini Kigoma sisi tunamuita kijoro. Sawa? Kwa hiyo nakuombeni, narudia tena, na Allah ni shahidi, awe shahidi, ipo siku mtayakumbuka maneno yangu haya. Rusaganya alituambia, na huko kwenye mitandao leo nitatukanwa sana. My friend, tukana mpaka ule sumu ufe. Lakini mimi niko poa tu mwanangu. Sawa jamani? Haya. Lakini la mwisho nataka nikupeni zawadi. Nakariri tena, nakupeni zawadi siku ya leo. Haya. Alhabibi upo tayari hapo? Chukua vitu hapo. Nakupeni zawadi tena. Nishawahi kuitoa lakini kuna watu wamesahau. Leo nilikuwa kwenye darasa pahala la akina mama, na darasa langu la akina mama kila Jumatatu na Jumanne. Nikawa nawakumbusha vitu, sema tumesahau. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu katika majina yake 99 ana jina linaitwa Latif. Latif. Ana jina linaitwa Latif. Jina la Latifu lina herufi 4. Latif, lam, te, ye, fe. Latif. Hili jina lina siri kubwa, wanaijua watu wema ambao wameeleza. Na ili upate mafanikio uwe na yakini. Lakini Mungu ameshasema ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Naomba tumuombe Mwenyezi Mungu. Tumeelewana vizuri? Tumuombe Mwenyezi Mungu. Tumeelewana vizuri? Mmenisikia? Hili jina lina dozi moja, lina dozi mbili. Dozi ya kwanza unalisoma mara 129 kila baada ya salatul fajri, baada ya kuleta nyiradi zako. Ya Latifu 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 129. Ukimaliza mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, taja shida zako kila baada salatul fajr. Lakini uwe na yakini kwamba Allah amekusikia. Tumeelewana vizuri? Hiyo tumeelewana? Chukua hiyo. Ya pili, jina hili Latif, dozi yake ni kubwa. Uko tayari kuibeba Sheikh? Dozi yake ni kubwa. Na nisikia huko. Latif unalisoma mara 16641. Mara 16641. Ya Latif 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 ya Latif. Mara 16641. Mara 16641. Mara 16641. Mara 16641. Sawa? Akitokea mtu akikwambia huyu shekha anaisema kaipata wapi, haijathibiti, mwambie haijathibiti kwenu, nyumbani kwenu nyinyi. Sawa? Achana na mimi, unaambia achana na mimi. Sawa? Mungu ameshasema ud'uni astajib lakum. Tunamuomba kwa kutumia jina lake Al-Latif. Sawa? Na nadhani katika Qur'ani litakuwa limetajwa mara 8 tu katika sura zote. Na kama nitakuwa sikusahau, katika kitabu kinaitwa sawa, Latif. Ya Latif, 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 ya
mara 16641. Ukitaka kuifanya kwa wepesi, kama utakuwa na tasbihi yenye kete 129, tasbihi yenye kete 129 unaivuta mara 129, unapata 16641. Mnielewa alhabib? Ukimaliza 16641, sallu ala nabi, unamsalia mtume, Allahumma salli ala Muhammad, kwa idadi uitakayo, kisha unasema ya rab, ya rab, ya rab, bismika latif, ya rab, bisirri ismika latif, ya rab, ya Rabbi, nakuomba kwa utukufu wa jina lako latif, ya Rabbi, nakuomba kwa haiba ya jina lako latif, ya Rabbi nashida hii, ya Rabbi nashida hii, ya Rabbi nashida hii. Muombe Mwenyezi Mungu. Lakini ushauri wangu katika hili jina, ili uipate idadi, kama utakuwa umelala mchana itakuwa vizuri zaidi. Lakini kwa hizi mishemishe zetu za Dar es Salaam, ukipiga tu ukifika mara 1000 unaweza kujikuta unafunga magoli. Hata kamisa pale uwanjani haoni, unaweza kujikuta unafunga magoli, ukishtuka hujui ulipokuwa ngapi. Lakini wapo waliolitumia jina hili, wallahi wamenisimulia wenyewe, Allah amewafungulia. Tumeelewana vizuri? Yaqeen, hiyo ni zawadi na kupeni. Mmenielewa vizuri jamani? Mmenielewa? Mmenielewa? Haya, Bismillahirrahmanirrahim ina herufi 19 na walinzi wa moto wapo 19. Bismillahirrahmanirrahim ina herufi 19 na walinzi wa moto wapo 19. Kwa hiyo bismillah ina namna mbili. Unaweza ukaisoma kila baada ya sala mara 19, kisha mswalia mtume, taja shida zako. Ama unaweza ukaipiga kwa dozi kubwa 819 mara 819. Ukimaliza mswalie mtume, taja shida zako. Tumeelewana jamani? Hiyo ni zawadi nimekupeni leo. Inshallah tena tutakutana tena Jumatatu ijayo katika darasa letu hapa Mwenye Mkuu. Tumeelewana jamani? Waislamu wa Magomeni, Mwenye Mkuu jirani hapa, mna neema kubwa sana. Kienda kwa Sheikh Walid pale hafidhahullah kuna darsa. Kienda hapa Masjidul Fathi kuna darsa. Kienda Masjidi Kionga kuna darsa. Unakuja hapa Mwenye Mkuu kuna darsa. Ipo siku ya Sheikh Juma, ipo siku yangu. Tumieni nafasi. Uongozi wa Mwenye Mkuu wao wamejenga mazingira mashekhe wafanye kazi ya Mungu. Chukueni faida. Huku nachukua, huku nachukua, huku nachukua. Unajikuta una faida nyingi sana. Tumeelewana ndugu zangu? Hizo ni faida kwa leo nimekupeni. Jana nilikusisitizeni kila ukiingia nyumbani sema assalamu alaikum. Kama hakuna mtu, kwa wale vijana ambao hawajaoa, sawa, unaingia chumbani kwako unasema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Unasoma qul huwallahu ahad, kisha unamsalia mtume, basi unaendelea na mambo yako mengine. Lakini kama ni nyumbani kwako unabisha hodi tu, nani? Maana kuna watu wengine tukiulizwa nyumbani nani? Unaambia kwani nyinyi hamnijui? Hamnijui? Sawa. Lakini watoto wameshajua sauti ya baba hii, sauti ya mama, sauti ya anko. Sawa, lakini ni sunna hata kama ni nyumbani kwako bisha hodi. Sawa. Tumeelewana vizuri? Lakini katika nyumba zetu za kupanga hizi za All Africa Games, World Cup hizi, kila mtu kalipa kodi mle ndani. Kwa hiyo unaweza kufika assalamu alaikum qul huwa Allahu ahad. Kuna wengine sio Waislamu, unaweza ukawatatiza kwa kweli. Kwa hiyo angalia mazingira. Wao umeingia tu na wamo ambao sio Waislamu, na inawezekana hao Waislamu wenyewe wakake ushenama kila akiingia na kul wallahu yake tu hapo. Anasoma kul wallahu sijui kaitoa wapi. Sawa, hao ni Waislamu. Tumeelewana vizuri? Mnielewa? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo nakuombeeni ndugu zangu, tujitahidi sana kufanya namna hiyo. Hizi ni zawadi na faida tunazozipata katika darasa. Lau kama tunachelewa sana, lakini ndio hizo faida inshallah. Mwende mkazifanyie kazi, manake kitu kikubwa ni maokoto katika maisha. Kila mtu hapa anafikiria nini? Na kuulizeni,
humo msikitini. Kila mtu anafikiria nini? Maokoto sio mchezo hiyo. Maokoto hatari. Si mnajua maokoto? Ukienda Kigoma inawezekana ewan. Maokoto ni nini? Ni yale maokoto ya makokoto. Hela. Sawa. Maana Tanzania, Dar es Salaam ndio wanaongoza kwa kuharibu Kiswahili. Mwanangu hapa nipo nyanga nimechoka ile mbaya. Ukimtazama ipo kawaida, kumbe hana hata buku mfukoni. Ndio maana yake, ndio kachoka. Kwa hiyo maokoto hii yote tunaipiga kwa sababu ya maokoto. Lakini tukithirishe dua sana kumuomba Mwenyezi Mungu balaa la hawa wanaokusudia wenye nia mbaya, Mungu hayo mabalaa awarudishie wenyewe. Lakini mabalaa haya tuwarudishie wenyewe vipi? Na kuombeni, msiogope. Wekeni nia. Pigeni alamtara 73 kuwababua. Nyewe mnasemaje? Piga alamtara 73. Kwa hiyo yote anayetaka kuleta vurugu Tanzania, piga alamtara 73, Mungu ambabue. Alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alamtara mara 73, uzoefu wangu ni dakika 10. Kwa wale kidogo kusoma inakuwa tabu, dakika 15. Tupige alamtara kwa nia ya wale wenye kutaka kuleta shari. Tuzipige hizo. Unawaambia Mwenyezi Mungu, popote pale watakapokuwa, peleka tayran ababil, kaondoe vichwa, wengine wangolewe masikio huko waliko. Yasikie tu ndege kamchukua sikio chwa, akiangalia bwana mbona una sikio? Tupige alamtara, tubakie salama, tuendelee kuuza alkasusi. Sawa? Na tuendelee kukaa vijiweni. Sawa jamani? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana? Si ndio nchi pekee imebakia na amani? Sawa? Nchi nyingine si zimeshatainiwa. Wewe unakimbia hapa unakwenda demokrasia ya Kongo. Wewe unafanyaje? Unakimbia hapa unakwenda Kenya, unakwenda Uganda, unakwenda Malawi, unakwenda Burundi. Ni mtihani. Lakini tunafanya nini? Tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Sawa? Allah ni shahidi. Ukisema Allah ni shahidi, watu hawaamini. Wanamwamini Ibilisi. Basi hata Ibilisi anajua sijapewa hata jero. Ibilisi anajua sijapewa hata jero. Lakini kati ya amani na vurugu kipi bora? Naam, amani. Nao mafande tulionao safari hii sio wale tunaowajua. Si mafande tuliokuwa nao ukikutana nayo njiani unaweza, oya afande vipi mambo? Poa tu mwanangu. Si hata kama walikuwa wanatembea katika madefender, tunasalimiana nao, lakini hivi sasa hawacheki. Nyesi mnaona? Hata ukimsalimia namna hii unamuona ametazama namna hii kama kakoma na msumari. Kakasirika. Tumeyavuruga wenyewe. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, tupige alamtara kwa kila muovu anayetaka kuleta shari kwa Watanzania. Piga alamtara, hata kama yuko Marekani imfate huko, yuko China imfate huko, iende ikamtoboe utumbo, awe anavuja maji, akitembea huku nyuma maji yanamtoka kwa kumpiga alamtara. Tubakie salama, kwa sababu ni dhambi mbaya kudhulumu mali ya mtu na kuua mtu. Ukiua mtu ni dhambi na unasababisha watu wauane, ni wewe. Alafu wewe unakula bata. Sawa, unakula bata. Eti unasema unakula bata. Na mmoja nilikuwa namuona anajisifia sema, yani Watanzania mnakwenda kupiga kura kwa amani namna hii. Basi ngoja hela zangu za umbea ngoja nicheze tu. Yani anataka shari. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu, Allah atujalie amani na utulivu, turudie kama tulivyokuwa tangu wakati wa Mzee Nyerere mpaka wakati wa JPM, mpaka na awamu ya kwanza ya aliyoichukua mama mpaka kuendelea Mwenyezi Mungu mpaka atakapoichukua Tanzania. Tubakie na amani. Lakini nasisitiza Watanzania wenzangu wote Waislamu, tuwe wa kwanza kusimamia amani, kwa sababu Uislamu unakataza vurugu. Allah nakuomba uwe shahidi na ardhi ya mwenye mkuu itakuwa shahidi. Nimefikisha ujumbe. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.